Hello wana KHP. Sema Canada. Sema Canada. Najua ni watu wengi sana wanahitaji kuja Canada, na wengi wanajua Canada kama nchi ya opportunities. Sijakataa hata kidogo, sipingani na wewe, ila acha kwanza nicheke. Kuna changamoto zake pia, kuna changamoto zake. So kila kitu kizuri hakikosi changamoto. Toka jana saa 3 usiku niko barabarani mpaka saa hii nimelala hapa mahali ambapo nachukulia video hii. Najua utajiuliza ni nini kimesababisha akalala barabarani hivyo. Acha nikuoneshe kioo ya gari yangu. Ni vile nimeshusha kidogo, ndio unaona kidogo inaweza kaonekana hivi, lakini hata nje ulikuwa huwezi ukaona. Angalia nje, rangi yenyewe ikuambie chochote. Najua kuna baridi lakini nitatoka. So wakati unaona Canada kwa opportunities, lazima uwe unajua pia opportunities kama hizo. Ona gisi imenichorea kwa gari. Hii ni mlima mzima hii, hata kuvuka bado ni kibarua. Hii ni mlima huu. Angalia nyuma yangu gisi hakuna hali. Ukiangalia hii side ya pili hakuna hali. Hapa tumekesha. Hapa. Kwa hiyo kama wewe sio mzee wa kuchati, utachati usiku mzima. Uniambie toka saa 3 hauna kitu ya kula kwa gari, hauna biskuiti, hauna nini, ujipate kwa hali kama hiyo. Hii ni laini naenda mpaka huko. Hizo gari hapo sijui zimegongana, sijui zimefanyika nini, ndio zikaingia hivyo. Kushuka huku chini hivyo na laini inaenda. Ukiangalia side nyingine white stuff ndio zinazunguka hapo. So hata sikuwa nimejipanga na sweta mzito, sababu ile sweta ambayo nimechukua ni ya kawaida sana. Nataka kukauka hapa nje. Nahisi ni kama nataka kukauka. Sikuwa nimejipanga na sweta mzito. Hata nikitoka mke wangu akaniambia, kwa nini leo navaa sweta rahisi sana hivi? Tena sweta moja. Sababu sikutegemea hali kama hii. Sikutegemea kukutana na kisanga kama hiki njiani. Unaenda kazini haufiki. Unataka kurudi nyumbani, hata kwa nyumba haufiki. Vile mnaniona nimelala hapa barabarani hapa. Hata ukijaribu kufikiria kuchukua video, hata nguvu ya kuchukua video hakuna. So tumepiga usiku mzima hapa. Na baridi ya -25. Alafu na upepo mwingine mkali. So -25 but una feel like 35, -35. Imagine hiyo siku yote nimetumia GPS kanisuggestia barabara nyingine. Nimepata barabara imejaa snow, sikujua. Gari 2 zilikuwa mbele yangu zilikuwa zimekwama kwa snow. Sasa mimi kwa akili yangu nikafikiri huyo wa mbele ndio ako na shida fulani, alafu ule ambaye ako nyuma yake ni kama fundi anajaribu kumlika ndio aweze kusaidia yule ako mbele. Nikajifanya kierere.
ati na overtake mimi niendelee na safari yangu. Kumbe ndo niliyakanyaga hapo, nikajichanganya, kajipata gari nishaiweka kwa snow. Alafu upepo mwingine mkali sana. Snow inaanguka na upepo mwingine mkali sana, hata uwezi ukakaa hichi dakika mbili. Imagine na hii sweta ambao navaa, sweta ya Kiafrika, yaani baridi inakuingizia ni kama uko na shati, hata shati bora shati. Hii ambao navaa ndani ni kama sweta. Mara mingi nikiwa kazi hii huwa inanisaidia nikivaa ndani ya coverall. Lakini sasa hii sweta nimeweka juu, pia sio rahisi vile, sababu hiyo kwa gari inakuprotect na kusaidia tu uko sawa juu ya AC. Nimekuwa nikitumia mara kadhaa, ila wakati kuna baridi kabisa huwa situmiagi sweta kama hii. Sasa this time around nilisema natumia sweta hii kwenda kazi. Sababu nilijua tu hali iko sawa, na nikitoka kwangu nyumbani hali ilikuwa iko poa. Tumelala wengi barabarani kama vile umeona usiku wetu tumepitisha hapa. Nimejipata nimeingia kwa snow kwa hali kama hiyo. Sina kifaa chochote kwa gari ambao naweza nikatumia kwa kuweza kunisaidia kushovel hiyo snow. Nimehave kutumia mikono zangu kwa hiyo baridi. Unatoa snow kwa taya, unatoa jamani, watu wanaona Canada tu kwa furaha. Wengine wanawachukulia video TikTok wakiruka kwa snow. Inafanya wengi wanaona Canada raha. Hata mimi natamani kwenda kuruka kwa hiyo snow. Hayajawakuta. Ila sijafanya hayo kwa ajili ya kukutishia ama kufanya uogope Canada. Ukiwa na ndoto ya kuja Canada uogope kuja Canada, hapana. Bado Canada iko hapa na nafasi ya wewe kuja iko. Ila unatakiwa kujua sio kila kitu kizuri Canada, kuna changamoto pia. Unatakiwa kujua kuna snow, kuna baridi. Hiyo ambao mnaongeaka baridi, hiyo sio baridi. Kuna baridi huku ambao ukifanya mchezo nayo inaweza kukumaliza pia. Inaweza kukumaliza. Nimefanyikiwa hiyo usiku kutoka kwenye snow mahali ambapo nilikuwa nimekwama. Nikafikiria pengine safari yangu sasa ndio inaendelea. Kumbe ndio ilikuwa inakatizwa kabisa. Mahali nimerudi na kwama. Nikasema hapana, lazima nirudi sasa nyumbani, sababu sitaweza kuendelea. Kurudi nyumbani ndio hiyo. Safari ilikatizia hapa. Niko hapa toka saa 6, saa 7, toka saa 7 usiku mpaka saa hizi ni saa 2 kama niko barabarani. Kisa nini? Snow. Bora ukwame kwa matope lakini sio kwa snow. Jamani, Canada ndio hayo. So mkifikiria kuja Canada lazima mkae mkijua ya kwamba Canada kuna snow na Canada kuna baridi. Snow sio furaha hata kidogo. Hakuna yule atakwambia ambaye anapenda snow, hapana. So lazima mkae mkijua. Msione tu Canada pesa, Canada raha, Canada pazuri. Hii wakati sio wakati ya mzuri Canada hata kidogo.